kama timu na kama tumetoka na maagizo kwa wananchi kwamba lazima tukapambane na lazima tupate nafasi ya kwanza. Nadhani itakuwa ni jambo zuri kwa upande wetu nadhani na kwa upande wa timu. Na sisi kama wachezaji tumejiandaa ile kwa sababu mpira siku zote ni biashara. Hatuendi kule kutembea wala kwenda kuangalia mataa Egypt. Sisi tunaenda kupambana kwa ajili ya kupata nafasi ya kwanza. Baka pengine katika michezo yote mitano ambayo tayari mmeshacheza, mchezo gani hasa ulikuwa mgumu kwa upande wako wewe kama fullback na kwa timu kwa ujumla? Nadhani mchezo yote ilikuwa ni migumu kwa sababu tumekutana na timu kubwa. Lakini kwa mmoja wetu nadhani na kujitoa kwetu nadhani tumeweza kuona urahisi unavyokuja pindi tunapokuwa tunajitoa nadhani na kujituma uwanjani na pia kwa na upendo. Sehemu yote bila upendo nadhani ni mtihani kidogo kufanikiwa. Hata Mungu anakuwa bariki. Kuna lolote? Kila la heri. Asante. Asante sana. Ibrahim Baka Abdullah, nyota wa Young Africans ambaye sababu mchezaji wa kwanza ni Kibwana Metacha. Ali Shaban Kamwe ambaye na yeye amekushafika hapa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyerere tayari kabisa kwa ajili ya safari yao ya kuelekea kule nchini Misri kufuata Al Ahly katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao unatarajiwa kupigwa mwishoni mwa wiki hii. Young Africans wakiwa wanafunga mchezo wa mwisho kabisa wa kundi D la mashindano haya ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na huyo ni Stephanie Aziz Ki, nyota wa klabu ya soka Young Africans, lakini pia hapa Kome Zouzoua Gwede niko hapa. French. Mimi ndo bosi huko. Zuberi Angaka imewashwa. Sawa bwana. Ulizeni basi chap chap. Nimwambia aulize. Wewe anaanza swali hapo. Pacome, devant vous c'est les journalistes ici en Tanzanie. Je veux savoir comment tu te sens après avoir Young Africans qualifié pour la quart de finale et comment vous partez en Égypte pour regarder la chance de encore être les premiers dans votre groupe. Bon, je pense que c'est déjà positif et de se qualifier en quart de finale parce que c'était pas évident parce qu'on était dans une poule très difficile et nous avons perdu le premier match donc c'était un peu difficile et hier et avant-hier on a fait le miracle de gagner l'équipe, une belle équipe de Belouizdad qui nous a envoyé directement en quart de finale et nous partons en Égypte avec le même objectif. Pourquoi ne pas gagner le Al Ahly pour être premier de cette poule pour avoir encore d'autres chances pour nous-mêmes aussi. Donc moi je suis très heureux de partir en Égypte pour le match. Haikuwa rahisi sana special katika mechi ya kwanza ambapo tulicheza ugenini dhidi ya CR Belouizdad Algeria na tulipopoteza mchezo. Na mchezo wetu wa juzi siku ya Jumamosi ni kama miujiza tu kuifunga CR Belouizdad. Maandalizi ya mwalimu ndo yaliyotusaidia sisi kupata matokeo na tunaelekea Misri sio tu kwa ajili ya kuhitimisha mashindano lakini tunaelekea Egypt kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kwanza ili tuweze kukamilisha kundi. Atuambie labda ni kwa namna gani mechi ngumu mpaka kufuzu kwa taarifa zisema siku ya mechi alionia na mpaka mechi ugumu wake ulikuwa. Il dit que un jour avant le match vous étiez blessé, injury, et puis comment était trop difficile jouer contre CR Belouizdad et prendre les 3 points et gagner les 4 buts. Bon, je pense que c'est la volonté de Dieu, ouais. J'étais blessé à la veille du match, mais je n'ai pas fait l'entraînement de la veille du match parce que j'étais un peu touché à la cuisse. Et je suis entré, j'ai prié, je pense que je ne pouvais pas laisser mes amis, je ne pouvais pas laisser
le club, le corps, toutes ces personnes qui m'aiment. Et puis c'était mon jour aussi, donc il fallait que je force sur cette blessure. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça suffit après le résultat. Niliumia siku moja kabla mchezo, nilijisikia vibaya sana. Nikiwaza afisa habari alifanya kazi kubwa sana kuwaita mashabiki, wanachama, na ukizingatia ilikuwa siku yangu maalum. Nilipokuwa naangalia wachezaji, roho ilikuwa inaniuma sana. Sasa nilikuwa sina jinsi zaidi ya kujikusanya mimi pamoja na nguvu zangu, na nilimtanguliza Mungu akaniamsha salama. Nikauambia uongozi kwamba niko vizuri sana, naweza kuendelea na mazoezi ama na mchezo uliofuata, na namshukuru Mungu niliamka vizuri. Kilichobaki ni historia na nadhani wote tulikishuhudia. Shukran. Merci beaucoup. Sasa